Kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 limesheheni matukio ya kihistoria, vicheko, sintofahamu na miujiza iliyoteka hisia za mashabiki wa soka duniani kote. Tangu kuanzishwa kwa mfumo mpya wa timu 48, mashindano haya yameacha kumbukumbu zitakazodumu kwa miaka mingi. Haya ni matukio 10 yaliyofanya mashindano haya kuwa ya kipekee. Vozinha, shujaa aliyewashangaza mabingwa wa dunia. Akiwa na umri wa miaka 40, mlinda mlango wa zamani mkongwe wa Cape Verde alionyesha kiwango cha kishujaa kwenye hatua ya makundi licha ya kufanya saves nyingi za kipekee kwa taifa lake. Vozinha ni kipa pekee aliyejivunia kuongeza wafuasi wengi kuliko makipa wote kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Kutoka wafuasi 46,000 hadi sasa ana wafuasi milioni 29.5. Reflexes zake na uongozi wake uwanjani vilimfanya kuwa mmoja wa makipa waliotajwa sana duniani. Cape Verde, maajabu ya kisiwa kidogo cha Afrika. Kufuzu tu kwa timu hii ya taifa kutoka kisiwa kidogo cha Afrika ilikuwa historia. Cape Verde ilitinga hatua ya mtoano raundi ya 32 bora kwenye mechi za makundi bila kupoteza mchezo wowote. Walitoka sare mechi zote 3, ikiwemo dhidi ya Uhispania na Uruguay. Walionyesha nidhamu ya hali ya juu na kuthibitisha ulimwengu kuwa ukubwa wa nchi si ukubwa wa mpira. Moja ya matukio yaliyowaacha mashabiki na majonzi makubwa uwanjani ni jeraha baya la kuvunjika mguu lilompata kiungo wa timu ya taifa ya Canada, Ismail Kon. Alipata jeraha hili baada ya kufanyiwa faulo mbaya na mchezaji Asim Madebo, tukio lililomweka nje ya michuano hiyo wakati wa mapambano hayo yakiendelea. Tukio lingine ni kadi nyekundu kufutwa baada ya ukaguzi wa VAR. Tukio la kipekee la utata la waamuzi lilishuhudiwa pale mwamuzi alipomonyesha mchezaji Folarin Balogun kadi nyekundu ya moja kwa moja baada ya rafu iliyoonekana kuwa mbaya. Hata hivyo, baada ya shinikizo kutoka chumba cha VAR, mwamuzi alikwenda kwenye skrini ya pembeni na kubaini mchezaji huyo aligusa mpira kwanza. Kwa mara ya kwanza kwenye mechi kubwa ya pressure, kadi hiyo nyekundu ilifutwa. Tukio lingine ni Lionel Messi kutopewa kadi nyekundu. Katika mechi yenye presha kubwa ya hatua ya mtoano, Lionel Messi alijikuta katikati ya utata baada ya kufanya rafu iliyoonekana ya wazi ya kuzuia shambulio la hatari. Uwanja mzima ulilipuka ukitarajia kadi nyekundu, lakini mwamuzi aliamua kumpa onyo la mdomo tu. Hatua hiyo ilizua mijadala mikali mitandaoni kuhusu upendeleo kwa wachezaji wakubwa. Tukio la 6 ni timu 9 za Afrika kutinga hatua ya mtoano. Kwa mara ya kwanza katika historia ya kombe la dunia, mfumo mpya wa timu 48 uliipa Afrika fursa pana na barani Afrika ikafanyika kweli. Timu 9 za Afrika zikiwemo Afrika Kusini, Morocco, Ivory Coast, Cape Verde, Misri, Senegal, Ghana, Algeria na DR Congo zote zilifuzu kutoka kwenye makundi yao na kutinga hatua ya mtoano raundi ya 32, jambo lililoweka rekodi mpya ya kihistoria kwa soka la Afrika. Tukio lingine ni Mwafrika wa kwanza kuperform halftime show katika kombe la dunia. Katika fainali kubwa kati ya Uhispania na Argentina iliyopigwa katika uwanja wa MetLife, New Jersey, mwanamuziki wa Nigeria Burna Boy aliandika historia kwa kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika kutumbuiza kwenye halftime show ya kombe la dunia, akishirikiana na Shakira kutumbuiza wimbo rasmi wa mashindano ya kombe la dunia. Burna Boy alionyesha ulimwengu mzima mdundo na utamaduni wa Afrobeats. Tukio lingine la kushangaza ni Gianni Infantino kuonekana timu 2 tofauti kwa wakati mmoja. Tukio hili lilikuwa gumzo kubwa mtandaoni. Katika michezo ya mwisho ya kundi E iliyochezwa kwa wakati mmoja, Ecuador dhidi ya Ujerumani na Ivory Coast dhidi ya Curacao, picha zilianza kusambaa zikimonyesha rais wa FIFA Gianni Infantino akiwa amekaa VIP kwenye viwanja vyote viwili kwa dakika zile zile. Na tukio lingine ni fujo na vurugu uwanjani kwenye mechi ya Hispania na Argentina. Fainali iliyowakutanisha mabingwa wa Ulaya Hispania na mabingwa wa watetezi wa Argentina ilitawaliwa na hisia kali na mechi ya vute ni kuvute. Mchezo huo ulijaa faulo nyingi za kimbinu, kadi kibao za njano na kadi nyekundu dakika za lala salama katika muda wa ziada. Baada ya mpira kumalizika kwa Hispania kuibuka kidedea kwa bao 1-0, wachezaji na benchi la ufundi la pande zote mbili walijikuta kwenye tafrani kubwa na wakasukumana uwanjani kabla ya maafisa wa usalama kuingilia kati. Tukio la mwisho ni Lamine Yamal kusita kumpa mkono Donald Trump, rais wa Marekani. Nyota wa soka wa Hispania Lamine Yamal alionekana kusita kumpa mkono rais wa Marekani Donald Trump wakati wa sherehe za utoaji wa medali katika fainali za kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026.
Yamal alipokea medali yake ya dhahabu, akampa mkono rais wa FIFA Gianni Infantino, kisha akasita kwa sekunde chache kabla ya kumpa mkono Trump. Miaka itapita, lakini matukio haya 10 yatabaki yamechorwa kwenye mioyo ya mashabiki wa soka duniani kote. Kombe la dunia la mwaka 2026 limetupa kumbukumbu ambazo zitaishi vizazi na vizazi. Hii ni Ayo TV Sports. Mimi ni Gladness Joseph.